nyingi na mumpigie kura nyingi Selemani Iriza, lakini vile vile kumpa kura nyingi Zito Zuberi Kabwe. Ndugu zangu wa Kilimahewa, leo tuko kwenye viwanja hivi kuzungumza na nyie. Lengo letu kubwa ni kuja kuwaomba tarehe 29 ndio siku muhimu, siku ambayo tunakwenda kuangalia hatima ya mji wetu wa Kigoma Ujiji. Cha kwanza tunawashukuru sana kwa kufika hapa, lakini vile vile tunawaomba tena kuanzia leo mpaka tarehe 29 lazima tupite nyumba kwa nyumba tunaomba kura. Lakini sio hivyo tena, tuhakikishe tunapita kila maeneo, tunahakikisha Selemani anakwenda kwenye baraza la madiwani. Ndugu zangu wa Kilimahewa, mara nyingi tumekuja kwenu kuwaomba kura. Mwaka 2015 tulikuja hapa kuzungumza na nyie, lakini kura za diwani hazikutosha, kura za mbunge zilitosha kutoka katika Mwanga Kusini. Lakini leo tumekuja na mgombea Selemani. Selemani ni kijana mnyenyekevu. Selemani ni kijana ambaye ukimtuma anatumika kwenda kufanya kazi za kiwananchi. Sio kijana mwenye mashaka hata kidogo. Lakini amekuwa mwenyekiti wa mtaa, na wakati akiwa mwenyekiti wa mtaa, kazi aliyoifanya Selemani mnaiona. Na ndio maana mwaka 2024 Selemani amerudi kuwa mwenyekiti. Licha ya wizi wa kura mwingi, lakini Selemani waliiba, mwisho kura zikashindikana. Ndugu zangu wa Mwanga Kusini na eneo la Kilimahewa, mwaka 2015-2020 tuliunda baraza la madiwani kupitia chama cha ACT Wazalendo. Yako mambo ambayo tumeyafanya kwa Mwanga Kusini, ikiwepo barabara ya Mazana tumeitengeneza wakati tukiwa madiwani, ikatengenezwa kwa barabara ya changarawe, lakini barabara ile ya kwenda Jititali kule chini wanakuita kaburi moja, tulijenga barabara ile. Lakini baada ya miaka 5 hakuna jambo lingine lolote limefanyika huko. Sasa tuwaombe nyote watu wa Kilimahewa, ni nyakati sasa za kuamua. Watu wa Mwanga Kusini mnapaswa muungane, muhakikishe tunamkataa diwani aliyoko sasa kwa sababu ameshindwa kuwatumikia. Anakuja leo kuomba kura, mmempa nafasi ya miaka 10, ameshindwa kutekeleza na ameshindwa kuwatumikia. Ni wakati wa kumpumzisha, ni wakati wa kumwambia tukutaki, ili tuweke diwani mwingine ambaye atakwenda kuleta maendeleo. Sisi tukiwa madiwani tumeweka barabara ya lami kuanzia Kigoma mjini, Kayasimu mpaka hapa Muungano. Barabara ile ni barabara imekwenda kuongeza thamani ya nyumba za Mwanga. Na mkakati tuliokuwa nao ni wa kuunganisha Kilimahewa na Burega, kuunganisha Kilimahewa na Buzebazeba, kuunganisha Kilimahewa na Bangwe, ili watu waweze kufika Kilimahewa ya chini, ili watu waweze kufika Kilimahewa ya Burega. Ndugu zangu, leo ukiwa unatoka Mwanga unakwenda Kilimahewa ya chini, unatumia shilingi 3000 mpaka shilingi 4000. Wakati mtu anatoka mjini anakwenda Msimba analipa nauli ya shilingi 700. Ina maana Msimba ni karibu kuliko mtu anayetoka Mwanga sokoni anakwenda Kilimahewa chini. Hizi ni sababu za kuikataa CCM. Wameshindwa kuwaunganisha watu wa Kilimahewa na watu wa Mwanga kati kwa zaidi ya miaka 10. Sasa ni nafasi ya kuwakataa, sasa ni nafasi ya kuwaambia hapana. Leo zimeletwa fedha Mwanga Kusini za kujenga zahanati. Amezungumza hapa Mfaume, milioni 25 imeletwa. Cha ajabu diwani aliyokuwa madarakani ameshindwa kujenga zahanati, anasema eti hakuna uwanja wa kujenga zahanati. Ukienda hata pale ambako iko ofisi ya mtendaji, kuna nafasi ya wazi iko pale. Licha maeneo mengi ya huku wameyauza, lakini wamerudisha fedha eti wameshindwa kujenga zahanati. Hiyo ni msiba mkubwa ndugu zangu. Kama mnakuwa na diwani ambaye serikali inaleta fedha, yeye anashindwa kusimamia na zahanati ikajengwa, huyu hawezi kutusaidia. Huku
zililetwa fedha za kujenga kituo cha polisi. Walianza na milioni 6. Na zenyewe zilishindwa hata kuanza msingi na fedha zikarudishwa. Sasa mnaona namna gani ya mtu ambaye hana uchungu na nyie, ni mtu ambaye hawajali nyie. Yeye ameingia madarakani kwa kutafuta shughuli zake na kwa faida yake mwenyewe, na sio watu wa Kilimahewa na sio watu wa Mwanga Kati. Ndugu zangu, niwaombe, tupeni Selemani Iriza, tupeni Zitto Kabwe, ili waweze kurudisha heshima mji, ili waweze kuunganisha Kilimahewa na Mwanga, ili waweze kuunganisha Burega na Kilimahewa. Tupeni kura za shindo ili kuwapa fundisho. Na ndugu zangu wa CCM mnaoishi Kilimahewa, niwaambieni, yule diwani aliyokuwa CCM anawadharau nyie watu wa Kilimahewa, anasema nyie ni mtaji wake wa kura. Naombeni tumkatae tarehe 29 ili kumfundisha adabu na kumwonyesha kwamba hamumtaki, ili tuweke diwani mwingine na sio mwingine Selemani Iriza. Ndugu zangu wa Mwanga Kusini, leo tunakuja kwenu kuwaomba kwa unyenyekevu mkubwa, mtuhakikishe. Selemani anataka kuhakikisha kujenga barabara za vumbi, barabara za lami, ili kuunganisha Kilimahewa na Mwanga Kati, ili kuunganisha Kilimahewa na Burega. Leo mtu akiwa mjamzito anapata shida kujifungua kutoka Burega ambao ni Kilimahewa chini, anataka kwenda hata hospitali ya Maweni ambako ni karibu, kufika ni shughuli. Tunahitaji diwani mwenye uchungu, tunahitaji diwani mzalendo, na sio mwingine ni Selemani Iriza. Ndugu zangu, sisi tumetupa nafasi ya kuwa madiwani kwa miaka 5 ambayo ilikuwa miaka migumu sana, miaka ambayo tulikuwa tunapambana na hila, lakini tulileta maendeleo. Tulijenga barabara, tulijenga zahanati, na tulileta maendeleo kwenye mji wetu. Sisi wakati tunapitisha miradi ya World Bank, ambao kata ya Mwanga Kusini tumepata barabara moja ambayo inaunganishwa na Kigoma, tuliweka mradi ule. Ilikuwa ni andiko la Zitto Kabwe ambaye alituweka kwenye Benki ya Dunia. Lengo lake kubwa ni kusafisha barabara zote, kusafisha mji wetu, kuunganisha kata kwa kata, ili barabara zipitike na ili thamani ya nyumba zetu zipande.